Naam, mtazamaji wa Trend TV bwana, leo tuko na habari ya kusikitisha kidogo katika tasnia ya burudani nchini Tanzania. Hapa bwana, tunazungumzia pande zote mbili wamepata pigo kupoteza mmoja kati ya wasanii katika nyanja mbili tofauti katika upande wa burudani au entertainment industry nchini Tanzania. Bwana, hapa tunazungumzia swala zima la kifo cha wasanii wawili kutoka kwenye upande wa Bongo Flava, lakini pia vile kutoka kwenye upande wa Bongo Movie. Kwa upande wa Bongo Movie bwana, ni moja kati ya mwanasanaa wa filamu nchini Tanzania wa muda mrefu sana, ambaye amefanya mengi makubwa na watu wengi sana wanamfahamu. Huyu si mwingine bali ni Hashim Kambi, amefariki dunia siku hii ya leo. Lakini pia vile kwa upande wa Bongo Flava, ni moja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wamekuwa ni iconic kutokana na baadhi ya kazi ambazo wameshawahi kuziachia katika muziki wa Bongo Flava. Hapa tunamzungumzia Spark, ambaye huyu bwana ni moja kati ya wasanii ambao wameshawahi kutoa nyimbo ambazo zilifanya vizuri sana. Nadhani unakumbuka nyimbo ya Tundamani na Spark ambayo ilikuwa ni moja kati ya nyimbo kali mno. Umeona bwana, so hapa bwana kuna habari, tukianza na upande wa Spark kabla tujaja kwa mzee wetu Hashim Kambi. Kwa upande wa Spark bwana, taarifa zilitolewa kupitia kipindi cha Clouds TV au Clouds FM cha Leo Tena, ambapo unaambiwa kwamba msanii wa Bongo Flava Spark amefariki dunia akiwa nyumbani kwake huko Chanika, ambapo taarifa za kifo chake zilitolewa na majirani kupitia kipindi cha Leo Tena cha Clouds FM. Jirani anayefahamika kwa jina la Oscar Mshana anasema kwamba hadi muda huo ni kwamba bado walikuwa hawana taarifa rasmi iliyotolewa kuhusiana na chanzo cha kifo chake. Hivyo basi majirani wametoa taarifa ili ziwafikie ndugu zao kwa ajili ya kumstiri ndugu yao. Ya, na peji ni nyingi kweli kweli zimekuja kuripoti kuhusiana na kifo cha Spark, mmoja kati ya wasanii wa Bongo Flava ambao wamefanya vizuri kwa muda mrefu kidogo hapa Tanzania. Miaka kadhaa iliyopita huko alikuwa ni moja kati ya wasanii bora kabisa, hususan katika nyimbo ambayo alifanya na Tundamani. Sasa hapa bwana, tumepita katika peji nyingine hapa, wamekuja maelezo kwamba hapa Tundamani naye pia, ambaye ni moja kati ya wasanii ambao alifanya nao kazi. Tunda bwana anasema kwamba ameeleza kuhusiana na kifo cha Spark. Umeona bwana, anasema kwamba bwana, kulikuwa kuna wimbo mwingine pia walikuwa wanataka kuutoa, ambapo kwa bahati mbaya ndio hivyo tena kifo kimemkuta. Wimbo huo alikuwa yuko yeye, Tundamani, Spark pamoja na Yankila. Lakini pia hapa wameandika kwamba wameripoti kwamba msanii Tundamani amezungumza na baadhi ya page na media kuhusiana na kifo cha msanii mwenzie Spark ambaye waliwahi kufanya kazi pamoja. Amesema kwamba tayari ameshafika hospitalini ambapo madaktari bado wanaendelea na uchunguzi ili kubaini chanzo cha kifo cha msanii huyo. Aidha, Tundamani amesimulia mara ya mwisho walipokutana na Spark hali ilikuwaje, pamoja na pia vile kuweka wazi kuhusiana na kwamba walirekodi wimbo wa pamoja ambao Spark alikuwa amemshirikisha yeye pamoja na Yankila. Taarifa nyingine ambayo tumeipokea kuhusiana na kifo cha Spark, wameandika hapa kwamba bwana, meneja na msimamizi wa kazi za msanii huyo ambaye anafahamika kwa jina la RC Kweka ameeleza kuwa walipanga leo wakutane kwa ajili ya mipango ya kuachia wimbo wake wa Spark, kwani kuna muda kidogo hawajatoa kazi mpya. Hivyo basi amesikitika kwa taarifa hizo ambazo amezipokea leo kuhusiana na kifo cha Spark, ambapo kimeleta huzuni kubwa. Aidha, amethibitisha kuwa yeye ndiye msimamizi wa nyimbo za msanii huyo na sasa hivi na za kipindi cha nyuma katika majukwaa mbalimbali, na ameahidi kuwa atahakikisha kwamba anatoa ushirikiano kwa familia ili ipatikane haki stahiki ya msanii huyo katika majukwaa hayo ya kuuza muziki. So hizo zilikuwa ni taarifa za awali kuhusiana na kifo cha msanii huyo wa Bongo Flava ambaye anafahamika kwa jina la Spark, ambapo mpaka sasa hivi chanzo kilichopelekea kifo cha msanii huyo bado hakijawekwa wazi, yani bado hakijawekwa bayana, lakini taarifa zitatolewa na zikitolewa tutakuletea hapa Trend TV.
Tukirudi kwa upande wa mzee ambaye anafahamika kwa jina la Hashim Kambi, ambapo yeye pia huyu ni msanii wa Bongo Flava, na yeye pia bwana, taarifa zimekuja kuwashtua watu wengi sana baada ya taarifa hizo kusambazwa kwamba amefariki, ambapo Spark na Hashim Kambi wamefariki siku moja, yani siku ya leo. Sasa hapa kuna page wamekuja ameandika kwamba tasnia ya filamu Tanzania imepoteza nguzo, yani mzee Kambi amefariki dunia. Tasnia ya filamu nchini imepata pigo kubwa kufuatia kwa taarifa za kifo cha msanii mkongwe Hashim Kambi aliyefariki dunia akiwa hospitalini baada ya kuzidiwa ghafla wakati akifanya shughuli zake za kurekodi studio. Marehemu Hashim Kambi alikuwa ni miongoni mwa wasanii waliotumikia kwa muda mrefu sana tasnia ya Bongo Movie, akijizolea heshima kubwa kutokana na umahiri wake wa uigizaji, hasa kwenye majukumu ya uhusika wa watu wazima. Yeye bwana amekuwa ni fundisho katika jamii kupitia kazi zake, lakini pia vile vile ameacha alama ya kudumu kwenye mioyo ya watazamaji wengi, huku akichukuliwa kama moja kati ya waasisi na walezi wa vipaji ndani ya tasnia ya filamu Tanzania. Kifo chake ni pigo, na si kwa familia tu au kwa ndugu, bali pia vile vile kwa wadau wote wa sanaa na burudani nchini. Taarifa zaidi kuhusiana na msiba na taratibu za mazishi zinatarajiwa kutolewa na familia pamoja na wahusika wa karibu. Mungu ailaze roho ya marehemu mahala pema peponi. Amina. Lakini pia vile vile kupitia peji mbalimbali wameanza kuripoti na kuonyesha heka na harakati ambazo zilikuwa zikiendelea nyumbani huko kwa mzee Hashim Kambi jijini Sinza jijini Dar es Salaam. Bwana, huko tumeona harakati za mazishi zikiwa zinaendelea kufuatia taarifa za kifo cha mwigizaji huyo mkongwe kwenye tasnia ya filamu nchini Tanzania Hashim Kambi. Ni kwamba watu wamezungumza na baadhi ya wadau mbalimbali, wametoa taarifa na pia vile vile wameelezea jinsi ambavyo walivyokuwa wanamfahamu mzee Hashim Kambi katika kazi yake ya sanaa. Lakini pia vile vile kumeonekana video zikiwa zinamuonyesha mke wa marehemu Hashim Kambi na yeye pia alivyopokea taarifa hizo akiwa yupo msibani. Tumemwona Johari, moja kati ya malegend katika upande wa Bongo Movie, Steve Nyerere akiwepo pia sehemu ya msiba, lakini pia mzee mwenzie. Ukimzungumzia mzee Hashim Kambi utamzungumzia Magari, utamzungumzia mzee Chilo. Sasa tumemwona pia mzee Chilo na yeye pia akiwa yupo msibani, na yeye pia anaonyesha kuguswa kwelikweli na kifo cha mzee mwenzie ambaye ni mwigizaji mwenzie mzee Hashim Kambi. Ukaribu wangu na yeye, sisi tulikuwa ndugu kabisa. Huyo ni mzee Chilo, anasema kwamba kitu ambacho atakimisi na kumkumbuka zaidi mzee Hashim Kambi ni kwamba ukaribu wake walikuwa ni kama ndugu kabisa. Lakini pia kwa upande wa Steve Nyerere, naye pia ameposti, ameandika kwamba pumzika kwa amani baba, pumzika nguli, mwendo umeumaliza, hakika kipaji chako, mchango wako kwenye sanaa utabaki kama alama kwa kizazi kijacho, pumzika Hashimu, pumzika Kambi. Ameandika hivyo Steve Nyerere. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako pia katika comment section, ndio tukisoma na kureplay kila comment ambayo utakuwa unaiona, lakini pia vile vile hakikisha una subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.